self-worth. Huku msimu wa mvua ya vuli ukiingia wiki ya tatu, jamii ya vijiji vya Ndetani, kaunti ndogo ya Kibwezi katika kaunti ya Makueni, imeimarisha jitihada za urekebishaji ardhi ya jamii iliyoharibiwa kwa kukuza aina mbalimbali za nyasi ili kusaidia kuimarisha shughuli za ufugaji katika eneo hilo kame. Kama anavyoarifu Steven Nzioka, kazi hii inajumuisha teknolojia ya kuchimba matuta na mashimo yenye umbo la nusu duara yanayojulikana kama earth smiles ama halfili kutega maji. Mamlaka ya hali ya hewa Makueni ilikuwa imetabiri mvua za vuli za chini ya wastani kati ya Oktoba na Disemba. Na hivyo basi teknolojia kama hii ya kutega maji ya mvua kwa kutumia matuta na mashimo yenye umbo la nusu mwezi imeonekana kuwafaa wakazi wa eneo kame la Kibwezi. Unaona tumechimba hizi half moons, tumeweka terraces, tumepanda nyasi. Sasa 3 to 5 years to come, hii nyasi ikikua tutakuwa tunakata, tunaweka kwa gala, tunauzia community, wanalisha mifugo yao. Kwa hivyo tunajua kabisa hii sehemu itakuwa nzuri na itakuwa imefanyika vizuri vile tunavyotaka. Maji mvua ikinyesha maji haitakuwa inakimbia. Hizi half moons zinasaidia sana kushika maji. Hiyo maji haiwezi tembea. Hata mkiangalia hakuna maji ambayo imetoka hapa ikaenda mahali. Na mbeleni hiyo maji ilikuwa inaenda na mtaro tu. Inaenda huko Indian Ocean. Teknolojia hii ikisifiwa na wakazi, huku baadhi wakiitumia katika upanzi wa chakula katika mashamba yao binafsi kuhifadhi maji angalau wapate mazao. Kwa wale tulikuwa tunafanya hapa, saa hii wengine wamefanya kwao nyumbani. Hata hizi wamezitumia kama wamepanda ndani. Wamepanda maharage, wamepanda mahindi. Sasa kila mtu anaweza tumia hizi vitu. Ukiwa umeonyeshwa vizuri, ukikuja hapa usome, utaenda kufanya kwako. Na ni rahisi, si ngumu. Watu wasichukulie eti hao watu wamefanya kazi ngumu, hapana. Kazi ni rahisi. Katika kipindi cha huu mwaka na miaka mitatu ijayo, tunatarajia kuona mabadiliko zaidi kuliko sahi. Tuone nyasi imemea, tutapanda miti, tuone miti vile ilikuwa zamani, ndio sasa kukue vyema. Ni shughuli inayohusisha pakubwa shirika la Utooni Development Organization ambalo linafanya kazi kwa ushirikiano na jamii za Makueni ili kurekebisha mazingira yaliyoharibiwa na vile kuzuia mmomonyoko wa udongo. Umuhimu wa mitaro na half moons katika kurestore eneo ambayo imeathirika sana kama hapa ni kwamba hizi ni mbinu ambazo zinatumika ili kuzuia maji yasiende, na pia ile inaitwa kuzuia mmomonyoko wa udongo. Sababu hizo vitu zikifanyika unapata ya kwamba ile mchanga ya juu yenye rutuba inaoshwa, inapelekwa mahali ingine. Ni kwa muda sasa kuona kama mbinu hii mpya italeta sura mpya kwa jamii za maeneo kame. Steven Nzioka, KTN, Kibwezi.